Kuna watu tunaishi nao duniani humu, lakini majini. Lakini watu utawatambua kwa matendo yao. Hawana kabisa, hawana binadamu kabisa, hawana heshima kabisa, hawana adabu kabisa, wana tabia mbaya. Kwa nini? Kwa sababu wao hawamhofu Mungu, maana walishahukumiwa. Na wanadamu wengine wameingia kwenye hatia kwa sababu wametamani kuwa na mahusiano na viumbe bila kujua ni nani. Unakuta tu mdada au mkaka anaanza mapenzi na mtu bila kujua ni mtu 100% au ni shetani. Umesikia maeneo mengi watu wanasema nilioa chini, niliolewa na jini. Ukioa jini utazaa watoto ambao 50% ni jini, 50% ni binadamu. Kadhalika ukiolewa na jini utazaa mtoto nusu binadamu nusu jini. Kwa hiyo utaleta kizazi duniani ambacho sio watu. Watakuwa na kiburi, watakuwa mchi Mungu, watakuwa na dharau. Kazi yao kubwa ni ushirikina. Ukikuta watu mahali wameweka ushirikina mbele, kwa hakika yawezekana watu hao ni nusu binadamu nusu mashetani. Hata ungewaambia Mungu atawatupa katika ziwa la moto, hawawezi kukuelewa. Tumaini lao lilishapotea kwa Bwana. Kwa nini? Ni viumbe ambavyo mtoto yule ndani yake anajua kabisa baba yangu ni jini. Na ndio mwingine kabisa anakuwa anaota, wanamchukua wanampeleka baharini kwao ujini. Naona majini yanaishi baharini, ndio kwao. Ndio maana anaitwa majini. Kwa nini? Yalitolewa ndani ya maji. Unaona sasa, yanaishi baharini. Majini ni viumbe vya ndani ya maji, viumbe vya baharini. Amen, amen. Amen, amen. Kwa hiyo watu wengi leo unaweza ukashangaa hata una mganga na kutibu, kumbe nusu jini nusu binadamu. Lakini hujui, unajua tu ni mganga hatari, mganga moto, kumbe kwa sababu anachukua taaluma ya kwao, anaingiza zile nguvu za nje ndani yako. Nguvu za nje ndani yako. Aona, ndio maana Mungu anasema usiwaendee wachawi wala waganga ili kupigwa unajisi na wao. Kama unapenda Bwana Yesu, nisikie tena amina kubwa. Nisikie tena amina kubwa. Hebu sema kwa nguvu ya msalaba, kazi yote imekamilika. Sema tena kwa nguvu ya msalaba, kazi yote imekamilika. Rudia tena kwa nguvu ya msalaba, ukombozi wangu umekamilika. Katika jina la Yesu. Sema amen. Unaona Yesu ana upendo wa ajabu sana. Hakuona waache watu wake hivi hivi. Hakuona waache hivi hivi. Akaona ni waite, akawaita, akawapatia amri. Amri ya kukanyaga nyoka na nge. Amri sio ombi. Amri ni mamlaka ya kwenda kutenda. Yaani ni lazima. Amri maana yake ni lazima. Kila aliyeokoka ni lazima amkanyage nyoka, amkanyage nge. Lazima. Ndio maana ukiona mchungaji anakwepa kukanyaga nyoka, kukanyaga nge, maana yake na yeye ni bwana wa giza tu. Unaona mchungaji anasema mimi kwa kweli Mungu ameniita, lakini mimi siwezi kukemea wachawi, kwani wamenikosea nini? Siwezi kukemea waganga, kwani wamenikosea nini? Kwani yeye naye anafanya mambo yake na mimi nafanya mambo yangu. Ujue shetani mwingine aliyevaa sura ya dini. Ujue kabisa kuna shetani mwingine amekuja kama mwana kondoo, lakini naye mnyama wa baharini. Naona huyu anawarahisisha mwenge kwenye ushirikina. Akisema wala sisi kanisani kwetu, kanisa likatai. Kazi ya kanisa ni kukataa uovu. Amen. Kazi ya mtumishi wa Mungu ni kukataa dhambi, kuwaelekeza watu wa Mungu kuiendea njia iliyonyooka, wenyewe watoa gizani mautini kwenda uzimani. Haleluya. Hiyo ndio kazi ya kanisa. Ndio maana Yesu anasema ili kwa nguvu ya kanisa hekima ya Mungu ijulikane na falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Unaona kanisa lina nguvu. Hebu sema kanisa lina nguvu. Sema tena kanisa lina nguvu. Ndio maana mtu akiwa na mapepo, acha wale wa kujifanya fanya, aliye na mapepo kabisa, ukimsogeza kwenye mlango wa kanisa inakuwa vita kuingia. Kwa nini? Mapepo yakiwa ndani ya mtu yanauona moto ulio kwenye msalaba, na madhabahu ya Mungu siku zote imebeba nguvu ya msalaba wa Kristo. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ndio maana watu wenye mapepo kabisa akiletwa kanisani unaona anang'ang'ana akimbia hebu mbali. Kwa nini? Ule moto wa Mungu. Kanisa lina nguvu.
Kanisa lazima liwe na nguvu. Ndio maana yeyote akiwa na shida akakimbilia kanisani lazima afunguliwe, lazima afunguliwe. Lazima shida yako iondoke, lazima tabu yako iondoke, lazima balaa yako iondoke, lazima laana iondoke, lazima mauti iondoke. Haleluya, 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 haleluya. Hebu sema lazima shida yangu iondoke kwa jina la Yesu. Unaona, ndio